Bwana, tukienda kimataifa, yako maandamano makubwa yanayoendelea pale Irani, yakihusisha pia wanavyuo. Wanafunzi wengi kweli kweli na wanalalamika kuhusiana na maisha. Bwana, maisha wanasema ni magumu wanafunzi wa vyuo wa nchini Iran, na nilikuwa naangalia hapa footage ni kwamba maandamano yamekuwa yakisambaa kwenye miji mbalimbali. Hoja msingi ni kwamba sarafu yao ya Iran imekuwa ni dhaifu zaidi ya sarafu ya dola. Nilikuwa naangalia hapa tafiti ni kwamba sarafu moja ya Iran ni sawasawa na milioni 1.4 ya Kimarekani. Kwa hiyo sarafu yao imeanguka zaidi. Tunafahamu kwamba Iran ni taifa ambalo linaishi kwenye vikwazo. Takribani huu ni mwaka karibia wa 50. Tangu mapinduzi ya mwaka 1979 wamekuwa kwenye vikwazo, mashindikizo na kutengwa kidiplomasia. Kwa sasa na katika hilo mtei nilikuwa natazama jana usiku nani huyu tani mwangalia hapa aliyekuwa gavana wa benki ameamua kumwandikia barua anaitwa Mohamed Laza Fazin. Huyo ni gavana wa benki kuu wa Iran. Ameamua kumwandikia barua Rais Masoud Pezeshkian kwamba jamani, kwa hali jinsi ilivyo, uchumi umedorola, umeanguka, kwa naamua kufanyaje, naamua kujiuzuru. Kwa wananchi wanapigania hiyo unachoita kuhakikisha kwamba uchumi unaimarika. Masoud Pezeshkian kwenye hotuba yake asubuhi anasema kwamba jukumu lake la msingi amechukua kwa kiongozi kwa lengo kuweza kuwahudumia wananchi wa Iran. Of course nchi ya Iran tunafahamu kwamba ina viongozi wawili. Kuna Ayatollah Ali Khamenei ambaye ni kiongozi mkuu wa nchi ambaye anamiliki majeshi, ujasusi na kuweza kuamua vita, lakini vile ana cheo cha kidini. Alafu tuna huyu Masoud Pezeshkian ambaye tunafahamu kwamba alichukua nafasi ya Ibrahim Raisi yule ambaye alifariki katika ajali ya ndege. Kwa sasa huyu sasa ndo anakuwa anawajibika kisiasa, masuala ya kisiasa. Lakini yule imamu wa Ayatollah Ali Khamenei ni kiongozi mkuu na kiongozi wa nchi na ana cheo cha kidini. Ni kama wale ambao tunasema wale mamula ambao wanakuwa wana hekima kubwa za kidini, wana falsafa, wana busara. Wakienda msikitini, wakitoa hotuba kuhakikisha kwamba maadili yanalindwa, ustaarabu unalinda, na wamekuwa wakiweka wazi zaidi kwamba wao sera zao dhidi ya Wazayuni wamekuwa hawazingi mkono. Kwa hiyo utofauti mkubwa wa vikwazo kati ya Iran na mataifa magharibi, cha kwanza wanatofautiana kwenye sera za mambo ya nje. Iran inaamini kwamba ukandamizaji wa Palestina wao watakuwa sambamba kuweza kupigania wa Palestina. Lakini wanachowatuhumu Marekani na Israeli dhidi ya Iran, wanasema kwamba wamekuwa wakikandamiza utawala bora na haki za binadamu. Lakini zaidi sana Iran anashutumiwa kwamba amekuwa akiyaunga mkono makundi ya kigaidi kutokana na mtazamo wa kimagharibi ambao ni Hezbollah kutoka Iran, Hamas Palestina na Houthi kule Yemen, na utawala ambao ulianguka ule wa utawala wa Syria kutazama ambao ulianguka. Kwa kimsingi ni kwamba wamekuwa una utofauti mkubwa zaidi. Kwa hiyo Iran inapitia kuna vikwazo na watu ambao kimsingi wanamuunga mkono ni yao China, Urusi, Cuba, Venezuela, mataifa ya kijamaa. Lakini mataifa yote ya magharibi yamekuwa hawakubaliana na Iran. Kwa mfano, katika hotuba ambayo alitoa Masoud Pezeshkian kwenye Umoja wa Mataifa mwaka jana, kwenye kikao cha UNGA cha 80, viongozi wote wa Ulaya walitoka nje. Maana ni kwamba walimsusia. Kwa sasa hivi haya maandamano ya Iran watu wengi wanayafuatilia, lakini of course maandamano yamekuwa yakitokea nchi nyingi za Kiarabu, lakini Israeli nao wamesema wanafuatilia hali ya Iran, lakini Marekani vivyo wamesema wanafuatilia, lakini vile mpango wao nyuklia umekuwa sasa vivyo ni vuta ni kuvute kati ya magharibi, Israeli na Iran vile vile. Tano ulikuwa mwaka wa mambo mengi kweli kwenye mizozo ya kidunia. Mizozo zaidi ya 80 tafiti zinaonyesha ipo. Tunataraji kuona ikipungua 2026 kwa kaka mimi nakwambia tunaenda kushuhudia mizozo mingine mikubwa. Kwa sababu mizozo ambayo tumetokana tumeirithi. Umeona jana na Xi Jinping amehutubia taifa. Anasema mpango wa China na kuichukua Taiwan. Sawa? Putin ameshaika wazi kabisa kwamba yeye Ukraine yani ukanda ule wa Donbas ni wa kwake. Netanyahu anaitambua Somaliland kwamba ni nchi na anataka kupeleka kambi za kijeshi. Marekani wanaimendea Venezuela. Kongo hapa wameingia mkataba, sawa, lakini mkataba watu wamechukua madini, wamechukua pesa, wameondoka. Kana anatazama Venezuela. Mapinduzi Sahel, kaka.
hali ya Sudan bado amna amani. Kwa hiyo hii maana yake ni nini? Maana ni kwamba 2026 vile vile utakuwa ni mwaka wa global insecurity. Na yasoma maneno yangu Godfrey Mchungu. Ni maneno ya tafiti ya Global Security Index. Nasema kwamba mizozo ambayo imerithiwa tangu vita vya Ukraine 2022 imeendelea kuongezeka. Na kama dunia haitachukua njia za diplomasia, maana ni kwamba itaendelea kuongezeka zaidi. Kwa sasa kwa kweli viongozi wa kimataifa wana kazi sana. 2026 wana kazi ya kutumia diplomasia kama ni nyenzo ya kuweza kuhakikisha kwamba wanaweza kufikia amani ya pamoja. Bila hivyo mizozo itaendelea, lakini kwa wale ambao watu ambao wanaamini katika masuala ya kidini, wanaamini kwamba tunaishi ni zama za mwisho za dunia. Hiyo. Naona jana mtu mmoja kwa amesema mwisho wa dunia ni huu, amekamatwa. Aliyetabiri mwisho wa dunia. Mwaka 2025. Amekamatwa. Mbona mwisho wake haujatokea? Kama muuliza vipi bana? Mbona tupo? Gazeti pia ameandika vyama vya tamani mambo 7 2026. Nenda kayasome kwenye magazeti, nimeona Mwananchi wameweka na kwingineko pia mambo 7 ambayo wanatamani 2026 kama vyama vya siasa. Lakini ukitabiri kwa mwaka huu 2026 kuna hoja ya maridhiano. Unaona alizungumza rais jana, Bwana Bagonza amezungumza, maridhiano. Lakini vile vile kuna mchakato wa katiba mpya ambao ni ahadi ya serikali. Maana tafsiri nini kwa sasa? Of course katiba sio ya vyama, katiba ni ya wananchi wote. Lakini vyama wamekuwa kibeba maslahi makubwa kwa sababu ya hiyo mitofauti wa kisiasa, kiitikadi, hata vipaumbele. Kwa sasa sehemu ambapo nafikiri itaibua mijadala mikubwa ni kwenye maridhiano, mchakato wa maridhiano kuweza kutengeneza umoja wa kitaifa, lakini zaidi sana na sasa kuelekea nini? Kuelekea katiba mpya. Kwamba okay, tunahitaji katiba namna gani? Je, katiba ambayo iliyopo hii of course ilijengwa ilitengenezwa kipindi cha chama kimoja. Lakini utazama imeweza kutuvusha kwenye vipindi mbalimbali vya kisiasa. Lakini of course huwezi kudinai hoja za watu ambao wataka katiba mpya, kusema kwamba asilimia karibia 60 labda hawakuzaliwa kipindi kile, kwa wanataka mtazamo mpya, changamoto mpya. Kwa hiyo maridhiano, mfumo wa kisiasa, mfumo wa uchaguzi vile vile utakuwa ni mjadala ambayo itakuwa inahusisha wadau wa kisiasa. Haya bwana, hayo ni ambao pia anaendelea kushine kwenye magazeti mbalimbali, na wewe pia unaweza ukapita na kwenye mitandao huko. Jana mwaka mpya watu wamesherehekea. Jeshi la polisi lilitoa onyo mapema tu kwamba watu mbwembwe zisiwe nyingi. Baruti japokuwa nizisikia bwana. Hata mimi nizisikia. Walikuwa na vibali wale wote wale kweli. Polisi alisema ndio zimenishtua hizo. Nimekushtua. Wakati mwaka mpya unaingia umelala. Mimi nimelala. Wala wanasemaga sijui utakachokuwa unafanya muda huo ndio utafanya mwaka mzima kweli. Cha imani za hivyo. Maisha ni pango. Nasema kama mwaka mpya ulikuta umelala, basi utakuwa umelala mwaka wako wote. Bwana Dr. Molel ameshinda. Chama cha Mapinduzi kimeendelea kuongeza wabunge wawili katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kushinda kwenye uchaguzi mdogo katika majimbo ya Siha na Fuoni. Uchaguzi katika jimbo la Siha uliahirishwa baada ya mgombea ubunge wa chama cha wananchi CUF Daudi Ntuye Habi kuuawa kwa kuchomwa na kitu chenye ncha kali wakati akiamulia ugomvi Oktoba 7, unakumbuka hiyo. Lakini pia katika jimbo la Fuoni Zanzibar umefanyika uchaguzi mdogo kufuatia kifo cha mgombea ubunge kwa tiketi ya CCM Abbas Ali Hassan Mwinyi ambaye ni kaka wa Rais Hussein Ali Mwinyi wakati akitibiwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mjini Magharibi Lumumba pale. Sasa CCM imeshinda majimbo yote mawili. Kwa hiyo jana wameshinda visiwani na Tanzania bara huku wameshinda. Kwa hiyo maana yake wameongeza wabunge wawili kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hiyo mambo yanaendelea. Uchaguzi mdogo ulifanyika juzi. Jana ndio matokeo yametangazwa. Ndio Haya, endelea kutuandikia nini ambacho kinaendelea, kimetokea jana, na nimekwambia pia uniambie wewe mwaka ulikukuta wapi. Kuna watu wakati nakuja alfajiri ya leo na waona wapo kwenye sehemu za mapiano. Wanafurahia muziki. Wao walikuwa hapa. Na wataendelea mpaka asubuhi hapa. Wameamkia hapa. Kwa hiyo wao mwaka mzima watakuwa hapa.
Wengine wamesherekea hapo kanisani. Wengi mikesha ilikuwa mingi, ibada zilikuwa nyingi, na hiyo ndio tofauti wa mataifa kadhaa. Sisi kwetu wengi tunakuwa kwenye nyumba za ibada. Tumia muda huo kwenye kushukuru Mungu, kuomba na mambo yaweze kuwa mazuri bana. Kwingineko, taarifa nyingine ambazo zimekuwa zikizungumza. Jana nimeona taarifa ya mtuhumiwa Mathias Fabian John. Huyo ana umri wa miaka 25, mkazi wa kata ya Shangani. Amefikishwa mahakamani kwa tuhuma za mauaji ya Juma Samli Napone, ana miaka 42, ambaye ni fundi ujenzi na mkazi wa mtaa wa Indiani, kata ya Shangani, wilaya ya Mtwara. Taarifa ya kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara iliyotolewa Disemba 31 jana ilieleza kuwa Mathias alifikishwa mahakamani Disemba 30, 2025, na ikieleza kuwa mnamo Disemba 14 mtuhumiwa alimkamata marehemu na kwenda naye kufika katika pori la Mikoko ambalo lipo katika fukwe za kata ya Shangani, na alipofika Disemba 17 majira ya saa 6 usiku, mwili wa marehemu ulipatikana ukiwa umeanza kuharibika. Kwa hiyo amefikishwa mahakamani kwa tuhuma za mauaji ya huyo fundi. Kwa hiyo mambo ya mahakamani hayo, sisi subiri mambo yawe mambo. Ndio kabisa. Haya, asante kwa ujumbe wako alituandikia kwa sasa. Anasema kutokana na ripoti ya uviko 19 kuna haja ya kurejea mchanganya ndugu yangu Omar wa Kaloleni. Asante lakini kwa ujumbe wako. Mwingine aliandika, anasema Emmanuel Mwigulu kutoka Ilemela, Mwanza, Tanzania, napenda kuwatakia yeye anazungumzia mashindano mema timu ya taifa. Haya. Kasimu Amasi ni Poma Yuyuda, Singida, namshukuru Mungu nimemka salama pamoja sana familia yangu. Tumeuona mwaka mwingine tena 2026. Nawatakia heri ya mwaka mpya kaka zangu hapo studio. Naitwa Shuhuli Laurenti kutoka Kilosa Ibingu. Bwana, usiongee sana. Tuondoke. Tukirudi hapa itakuwa ni muda mwingine kwa ajili ya mengi ambayo tumekuandalia kupitia Super Breakfast ya East Africa Radio. Mimi naitwa Exaudi Mtei, Godfrey Mchungu yuko hapa. Sisi tunakwenda mpaka 3 kamili. Hizi ndio sauti za kwanza kusikika leo mwaka huu kupitia East Africa Radio. Kabisa. Hata kipekee kabisa. Sana. Watu wote hawa ofisini hapa tumekuwa kwanza kusikika. Sisi tumekuwa kwanza kuthibitisha kwamba tupo hai mwaka huu.